Ni mambo gani ambayo haupaswi kufanya unapokuwa mbele za watu? Mambo ambayo ukifanya moja kwa moja watu wanapata picha isiyo nzuri kukuhusu wewe. Jambo la kwanza ambalo ni mwiko kufanya mbele za watu ni kujishikashika viungo vya mwili. Epuka kuchokonoa masikio, epuka kuchokonoa pua ama hata kuishika, kufikicha macho, kutaka kutoa kitu kwenye jino. Hivi ni vitu ambavyo kifanya mbele za watu vinawachafua na watu wanaweza wasikwambie, especially mnapokuwa mmekutana kwa ajili ya swala fulani la kazi ama biashara. Immediately watu tu wanakuwa wako off, yani umewaput off, na kwa lugha nyingine basi watakuwa hata hawana hamasa ya kuendelea kufanya kazi na wewe, kuangalia ni na nini kwenye jino. Nenda mali watu kapate usiri na ndipo uweze kushika maeneo hayo. Jambo la pili ambalo hautakiwi kulifanya mbele za watu, yani ukishalifanya watu wanaona huyu hawezi kusoma mazingira, ni kuzungumza kupita kiasi. Especially ukiwa haumpi hata huyo mwenzio ama hao wenzio ulionao hapo nafasi ya kuzungumza. Kila mtu ana mambo ambayo anataka kushare. Na wakati mwingine kutokana na hamasa yetu kwenye kile kitu ama kwa sababu tunahisi kitawapa watu wengine manufaa, basi tunajikuta tunaendelea kuzungumza. Isiwe kila maongezi ni kuhusu wewe. Wakitaka kuchepuka kidogo unarudi, nilishakufanya hivyo hata mimi. Wakitaka kwenda yani ni wewe. Hapana. Isipokuwa unaongoza misa ama swala na maeneo mengine ambayo yanakulazimu tu wewe ndio mzungumzaji mkubwa, basi zingatia kanuni ya kuwashirikisha wengine nafasi ya kuzungumza. Na njia nyepesi tu ya kujua, je, nimeongea kiasi ama nimeongea kidogo? Hesabu mko watu wangapi, alafu gawanya muda wa kuongea kutokana na idadi yenu na gawanya muda wa kusikiliza kutokana na idadi yenu. Jambo la tatu ni kitendo cha kutupa taka ovyo, kutema mate. Wakati mwingine hata ni big G, basi mnaongea pale pembeni, kama kuna kamfereji unatema mate. I'll be honest with you, it is disgusting. Katikati ya maongezi unakoa unatema mate. Hiyo biashara inaweza kishia pale pale. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.